Mwanamke mmoja mrembo na mwenye mvuto alikuwa ametoka tu ndani ya gari lake wakati fundi mmoja alipompaka tone moja la dawa ya mvuto mkononi kabla hata hajapata nafasi ya kujibu chochote. Mara moja macho yake yakabadilika na kupoteza mng'alo wake wa kawaida. Ndani ya muda mfupi akapata hamu ya kufanya mapenzi na yule mwanaume, hivyo akaenda kumkula papuchi yake. Kimiminika hicho cha kichawi hakikuwa kingine bali ni mafuta ya maiti yaliyokuwa maarufu sana na nguvu zake za giza. Mtu yeyote akigusa hata kiasi kidogo tu cha mafuta hayo huanza kuwa mtumwa wa mapenzi na utegemezi mkubwa kwa aliyempa. Ingawa nguvu za mafuta hayo zilikuwa za kutisha, namna ilivyotengenezwa itakushangaza sana. Sasa ilikuwa hivi, mzee mmoja mtawa aliwaamuru wanaume wenye miili mikubwa wamkamate mwanamke aliyekuwa karibu kujifungua, kisha akachukua moto na kuanza kumchoma mwili mara kwa mara mpaka alipokufa kabisa. Mafuta yaliyotiririka kutoka kwenye mwili wake yakageuka kwa kitu cha giza chenye uwezo wa kutawala akili za watu. Siku moja katika kituo cha ukaguzi mpakani mwa Thailand, mtawa mmoja mzee aliyekuwa amevaa joho alimuhisi mzee vibaya sababu macho yake yalionekana yenye wasiwasi huku chupa ndogo ya ajabu ikining'inia kifuani mwake. Mkaguzi akamwamuru aitoe na kumuuliza kilichokuwa ndani yake. Mtawa huyo hakujaribu kuficha chochote na akasema moja kwa moja kuwa ndani yake kulikuwa na mafuta ya maiti. Baada ya kusikia hivyo, mkaguzi alianza kucheka kwa dharau hapo hapo. Akampa mfanyakazi mwenzake mwanamke ili ayanuse mafuta hayo huku akipuzia kabisa onyo la mtawa huyo. Yule mkaguzi mwanamke akafungua chupa na kuinamisha uso wake ili kunusa harufu yake. Mara moja harufu mbaya ikamfanya tikise kichwa kwa nguvu na kumrudishia chupa hiyo haraka. Lakini muda mfupi baada ya mtawa huyo kuondoka kwenye kituo cha ukaguzi, begi lake lililokuwa na mafuta hayo likaibwa na vibaka wa Kariakoo. Wakati huo huo, yule binti aliyenusa ile chupa alirudi nyumbani baada ya kazi akiwa hana amani. Alijigeuza kitandani mara kwa mara bila kupata usingizi, huku papuchi yake ikitaka kuchapwa mpaka ichanganyikiwe. Ghafla akahisi ubaridi mkali sehemu za papuchi yake. Alipotazama chini kuona kilichokuwa kinaendelea, aliona jini linamlamba papuchi. Mwanamke huyo akawa mwathirika wa pili wa mafuta ya maiti. Mwathirika aliyefuata alikuwa Suli. Alifanya kazi katika kampuni ndogo. Mbali na kuwa mwembamba na mwenye sura ya kuvutia, alikuwa pia na tabia ya upole mkubwa. Msichana kama yeye alikuwa ndoto ya wanaume wengi. Siku hiyo bosi wake alimuita ofisini na kumpa zawadi ya kijinga yenye maneno ya kejeli aliyoficha tamaa zake. Alijaribu kumshawishi awe mpenzi wake wa siri, lakini Suli alimkatalia moja kwa moja akiwa na hasira kali. Baada ya kutoka ofisini, alirudi kwenye dawati lake huku Lucky alikuwa amekaa karibu akiendelea kumtazama kwa macho ya siri. Kwa muda mrefu alikuwa akimpenda Suli kimya kimya, lakini kutokana na aibu yake kubwa, aliishia kumuwaza tu moyoni mwake. Rafiki yake wa karibu aligundua hisia hizo mara moja na kutoa chupa ya kioo mfukoni mwake. Ilikuwa ndio ile chupa ya mafuta ya maiti iliyoibwa kutoka kwa mtawa mzee. Kumbe kaka yake rafiki huyo alikuwa fundi magari aliyenunua kwa bahati mbaya mafuta hayo kutoka kwa mtu mwingine ili kujaribu nguvu zake. Fundi huyo alikuwa amempaka mteja mwanamke mafuta hayo mkononi bila yeye kujua, na ndani ya muda mfupi mwanamke huyo akawa mtumwa wa mapenzi kwako. Baada ya kusikia simulizi hilo, kijana alijaa mashaka, lakini bado akaikubali chupa hiyo kwa siri, akiwa na hamu ya kujionea uwezo wake usiku huo. Kama alivyotarajia, nafasi ikajitokeza. Bosi wao alimwalika Suli kwenye klabu ya usiku kwa kisingizio cha kuongozana naye kwenye chakula cha biashara. Suli alijua kabisa kuwa bosi huyo alikuwa na nia mbaya, hivyo akaamua kwenda na kijana yule aliyepewa chupa wakiwa pamoja. Bosi alipowaona wamefika wote wawili, tabasamu lake likaganda papo hapo. Ingawa alikasirika sana, hakuweza kusema chochote. Baada ya muda mfupi aliwaacha wawili hao peke yao. Kwa bahati hiyo, kijana na Suli wakajikuta wako pamoja bila mtu mwingine. Kijana akatumia nafasi